watumishi wako kwa neno wako kwa mbele za uso wako Mungu wetu sana asante. Umeshughulika na maisha yetu Bwana katika mtukufu wako. Upendo wetu wengi ambao umeitwa kuja mbinguni, sisi tuliosamehe Bwana tunaenda kurudishia sifa na utukufu wako. Tunaomba Mungu utufunike na ulinzi watoto wako wanaoenda na wako ya kuweza uso na wakabidhi mikononi mwako Bwana kwa ulinzi pekee. Walinde watunze, uwabarikie Bwana kwa shughuli zao zote. Asante leo tunaomba Bwana kwa ajili ya safari yetu kwa kuingia mjini. Bwana asante kwa sababu tunakwenda kusikia unayotuambia kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alishinda mauti na sasa Baba anasema tegemea na sisi tutatosa. Mungu utukuzwe kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kiongozi kalenda ya kanisa la duniani inatoa somo kutoka Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa kwanza hadi mstari wa 18. Injili inayoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 20. Taanza kusoma mstari wa kwanza kutoka mstari wa 18. Nasoma neno la Mungu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema, hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kuangaliza, akaliona lile jiwe limeondolewa. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akamwambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui waliomuweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine wakashika njia kwenda kaburini. Akaenda wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kwa kufika kaburini. Akainama akatungulia, akabeba kitambaa cha sanda mbele yake, lakini hakuingia. Basi akaja Simoni Petro akafuata, akaingia ndani ya kaburi, akaitazama kitambaa kilichokuwa na ile leso iliyokuwako juu yake. Alikulala pamoja na kitambaa hadi kusambazwa nyumbani. Basi ndipo alipoingia naye mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kwa kufika kaburini, akaona habari, maana walifahamu andiko ya kwamba ni mfufuka. Basi wale wanafunzi wakaenda sawa tena, lakini Mariamu alikuwa akisimama katika kaburi mbele yake analia. Basi akilia hivi, alinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye vazi jeupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja juu, hapo alipowazwa Yesu. Nao wakamwambia, Mama, unanilia nini? Akamwambia, kwa sababu wameondoa Bwana wangu, wala msijui. Naye akisema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue alikuwa Yesu. Yesu akamwambia, Mama, unanilia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhani ya kuwa akimtuza kusimama, akamwambia, Bwana, ikiwa umechukua wewe, niambie nami nitamwondoa. Yesu akamwambia, Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Raboni, yaani mwalimu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijataka kwenda kwa Baba, lakini naenda kwa ndugu zangu. Ukawaambie kwenda kwa Baba yangu, naye nitakwenda kwa Mungu wangu, naye ndugu yangu. Mariamu
tena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemwona Bwana, na ya kwamba anamwona. Amen. Bwana asifiwe. Kwa Yesu. Dunia imetangaza. Dunia inatangaza duniani. Matangazo yanayotangazwa duniani yanatisha. Vyombo vya habari, televisheni na gazeti vianza kusikiliza jinsi matangazo yanavyoguruma kutoka kaskazini mpaka kusini, mashariki mpaka katika matangazo hayo yako matangazo mazuri na yako matangazo mengine mpaka unalia, lakini mengine mpaka unacheka. Nilipokuwa nachungulia ili nione vyombo vya habari vinavyotangaza hayo, nikaja kugundua televisheni moja ambayo ipo kwenye ITV wanatangaza. Tangazo la ITV yuwapi? Tangazo hili yuwapi inatangazwa kwa nguvu. Kwa hiyo wanatangaza wanaambiwa kila mmoja wewe ambaye amepotelewa na ndugu yake, baba yake, mzazi wake na ndugu yake anaweza kutangaza. Katika kutangaza unahitajiwa kueleza jinsi alivyofaa na siku alipoweka alikuwa ikoje. Wale waliopotelewa na ndugu zao wanakwenda kwa ITV ili waende kutangaza. Wanasema sisi tumepokea na Mungu wetu. Kwa hiyo tutakayemwona anaweza kupata namba za simu hizi hapa, na ikiwezekana wanaweza kuwasiliana na polisi. Bwana asifiwe. Ni mshangao baadaye kama hivyo ipo karibia na polisi. Polisi nao wanasema amezuka jamaa jambazi moja ameua, tunamtafuta. Hebu nendeni tusaidie, yu wapi ili tumshike tumshughulikie. Yu wapi? Yu wapi? Wapendwa, tena yu wapi? Mpaka kina mama wanahangaika, wanaporudi nyumbani wanakuta watoto wanawauliza watoto, baba yetu yu wapi? Watoto wanasema hatujui. Jamani, yu wapi? Yu wapi ambaye siku ya uchaguzi wa jana watu walikufa wengi kule Dar es Salaam na pengine wengine walipoteza ndugu zao, mpaka leo hawajui wako wapi. Duniani ni kutafuta, na katika kutafuta tunatafutana. Mariamu Magdalena akiwa mmoja wa wapendani alikuwa mgonjwa wa ugonjwa wa pepo. Yesu alimwokoa akaponya, na alipoponya aliendelea kuhudumia, akamhudumia kwa kiwango cha juu, lakini mpaka kufa Yesu. Mariamu anayuko kwa na yeye anatafuta yu wapi? Mbingu ya mjini, hapa kwa wafu, hapa kaburini, hapa wakolao wachafu, hapa wakolao wenye dhambi, hayupo. Nendeni Galilaya, huko utamwona. Bwana Yesu wanatafuta katika hatua hii, kwa sababu vile hivyo Mariamu Magdalena anaona kwamba kuondoka yawezekana. Kumbe Yesu ametoka. Yesu ameshinda. Dhambi zetu, maumivu yetu, machungu yetu, maumivu yetu, mateso yetu, Yesu alijitwisha
Ukiona ile hewa waliokuwa mzima inamtoa mwanadamu, machungu hayo aliyabeba mpaka machungu yao Yesu anayo, na wewe alijitisha, lakini alishinda kifo. Walipungua kwa sababu ya dhambi yangu mimi na wewe, Yesu alishinda kifo mpaka siku ile Sabato, ambao Sabato ya Wayahudi alishuka kuzimu, akaenda kumfungia shetani mafunguo. Mpaka leo hii mbinguni Yesu ana funguo za kuzimu, kifo hakitatuweza. Kwa hiyo unapoondoka duniani, wewe tulia, pole, kwa sababu ndugu kama waacha au ndio nilitenda siku moja. Nilipotenda siku moja katika huduma katika sehemu moja ile tumia Kiusa. Huko kifika mahali fulani baada ya muziki. Wakati wa msiba kwenye Kiusa wanacheza muziki. Tena wanaimba au wanapiga kelele. Maana kuondoka kwa watoto sherehe. Mbingu wanashangiliwa watu wa msalaba. Wala msije kamwe. Wapeni pole unaoacha. Kaniambia siku moja mzee sina baba. Tumeamua tukununulie gari ili na wewe unatembelea. Awaambia gari, asanteni sana. Naomba ndugu wake wa Kristo wapumzike. Nimepata gari nyingine. Wakasema gari gani? Nikasema nimekuja kutoka mbinguni kujibeba ili kuelekea nyumbani. Watoto wa Yesu, Bwana amefufuka. Ameshinda. Kitu kilichosumbua kwa sababu ya kifo, Mariamu anaandika kwa sababu hayupo hapo anapomtafuta. Aliona kwamba huenda umemwinda, huenda umemteka, huenda umemgusa, huenda umemwangamiza. Mariamu anapolia Mariamu mwanamke huyu anakutana na swali la kuulizwa na mtume wa Mungu. Malaika wanamuuliza Mariamu, wewe mama unalia nini? Mariamu anasema kwa sababu umeondoka kwangu, wala msijui kwa hiyo wewe. Maana hayupo. Malaika wakamwambia hayupo hapo hii, ila nakupenda huko ndiko mtakako Bwana. Wapendwa, leo inatisha. Nenda mpaka kwenye nyumba hizo, nenda mpaka kwenye ofisi hizo, nenda mpaka kwenye biashara hizo, utakuta wengine wameweka vizuizi kwa sababu wameondoa Bwana, wanasujudi kwa Mungu. Ukienda kwenye familia, ukienda kwenye ukoo, utakuta wengine wanachinja wake zao mpaka wanawaua eti wivu kwa kimapenzi, kwa sababu wameondoa Bwana, wala kujui kwa sababu ya maana ukatili huo, ukatili, chuki, uadui ni kiti cha shetani. Yesu hayupo. Aliyefufuka hawezi kukaa mahali hapo. Mariamu anaanza kulia. Kumbe alipokuambia bahati nzuri anaulizia ili aweze kumwona Yesu. Akasikia sauti yake, mama unalilia nini? Unamtafuta nani? Mariamu akasema Bwana, hapo tulikuwa wote pamoja. Lakini kumwangalia akamwambia Yesu. Hatari. Mpaka serikalini wameondoa Bwana. Mpaka Urusi wameondoa Bwana. Hatujibu. Akakuja kwenye kanisa letu hapa nyumbani afadhali na jinsi tunavyoishi. Unakuta Wakristo
wamemwondoa Bwana, wanakujui huyu Yesu ambaye amekufa ametoka kule, ametushindia haya yote, Bwana tusije kabisa. Waomba katika Pasaka hii na ufufuo huu wa Kristo Bethlehemu. Bethlehemu iliyofanya hao upendo wa Kristo. Mahali pote kwa watu wa upendo, Yesu anatawala. Asipokuwepo Yesu, ujio wa neema hayupo hapo. Kwa hiyo Mungu huyu ambaye ndiye ametetea wana wake mpendwa kwa Yesu, ametuamini, amekuja ili atupe tusiogope jambo lolote. Yeye anatuona watu wa thamani. Tumshangilie, tumwimbie, tumsifu na tumkaribishe nyumbani. Kienda nyumbani, kama kuna mambo yote mabaya, mume wako, mke wako, mwambie mume wako naomba unisamehe. Ukimwambia hivyo, Yesu atakusikia. Mahali penye Mungu, Yesu hawezi mpaka kumwita. Lakini tusikitaje namna ya kumwita Yesu aje, maana yako kuna pale yuko karibu na yeye, sisi wala hatuoni. Kama kijana anataka, kwa nini tupate ajira? Kwa nini hatuoge wala kuolewa? Kwa nini sisi biashara hasiendi? Ni kwa sababu wamemwondoa Bwana, wala hatujui walipomweka. Hii wamemwondoa wapi? Kaulizeni kama pale Dar es Salaam, mtaona jinsi vijana wengi na wazee wengi kama sisi na wao wamemwondoa Bwana, kwa sababu na hawana mawasiliano naye. Mojawapo ya mawasiliano hayo ni meseji ya mbinguni ambayo ni neno la Mungu. Sehemu kubwa ya vijana hawasomi meseji hii. Afadhali wasome Biblia, lakini simu hawawezi. Maana simu ni mawasiliano ya kuzimu. Samahani sana, imejaa watu waliojaa utupu na machafu mengine. Wanaweza wengine wanalala mpaka saa 8 kwa sababu wamemwondoa Bwana, wala sijui walipotoka. Sasa nataka baba wanapenda vijana wetu, wazee wetu, mama zetu na baba zetu, tumrudie Bwana, tutengeneze mawasiliano. Ikiwezekana tuanze kupiga simu kwenda, lakini mtandao haupatikani kwa sababu hatuoni. Mtandao wa maombi umezima kwa Kristo, kwa sababu wamemwondoa Bwana, wala hatujui walipomweka. Tunataka waungane sasa ili waanze na picha hiyo na kuendelea. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, vijana wetu wanatamani, wazee wetu wanatamani, mama zetu wanatamani, yaani mpaka tunaishi. Kwa hiyo kazi yangu hii ni kuzuru. Kwa hiyo kuzuru tena kwa yani na kanisa hili. Hii ni kazi yangu. Tunaomba kama inawezekana hii mtandao huu vijana wetu na Wakristo wetu waweze kupata mawasiliano na Bwana katika mtandao wa mbinguni. Tuonyeshe njia ya kuwasiliana. Kwa hiyo tutengeneze kambi ya vijana. Wavulana, wasichana, baadaye humu. Wavulana, wasichana, baadaye humu, wafundishe yoyote utakayoweza kuchungaji, lakini tutakutie watu hawa wanne. Wazee wenye mvi, wanawake wawili, na wazee wenye mvi, wanaume wawili. Ili kipindi kipatikane hata saa moja, wazee wanawake wapate muda wa kukaa na wasichana tu, wawafunde mambo ya kimama. Na wanaume hivyo wafunde ili kutengeneza
Bwana